Movie inaanza usiku wa manane jangwani. Tunaona kijana mmoja anaitwa Cole akiwa amesimama na bunduki mbele ya mwanaume aliyepigwa vibaya. Uso wake umejaa hofu na hasira, lakini kabla hatujajua nini kimetokea, movie inarudi wiki moja nyuma. Cole ni haka, anafanya kazi usiku akiwa ndani ya gari lake. Kazi yake ni kuhaki wifi network akiwa anazunguka mitaani, kitu kinachoitwa world driving. Anapenya kwenye mitandao dhaifu ya biashara na watu binafsi, kisha anaiba fedha kupitia akaunti za benki na miamala yote ya online. Kwa muda mrefu Cole anajidanganya kuwa hakuna mtu yeyote anayeharibikiwa. Kwake ni kama mchezo tu wa kodi na pesa. Siku moja akiwa karibu na mgahawa wa kifahari, anafanya kosa kubwa. Anavamiwa na mwanaume hatari aitwaye Oscar. Oscar anamkamata na kumpiga vibaya. Kisha anamwambia kuwa anajua kila kitu kuhusu hacking zake. Baada ya kumpeleka polisi, Oscar anamshawishi kufanya uvamizi mmoja wa hatari ambaye ni zaidi ya maisha yake. Target ni mwanamke aitwaye Sarah. Oscar anasema Sarah ana kiasi kikubwa cha fedha kwenye akaunti yake, karibu $800,000. Cole hana chaguo, akikataa maisha yake yako hatarini. Cole anaanza kuingia kwenye maisha ya Sarah kwa siri. Anamfuatilia, anahack taarifa zake na hatimaye anaiba pesa kutoka kwenye akaunti yake. Lakini hapo ndipo mambo yanapobadilika. Badala ya kuendelea kama kawaida, Cole anaanza kuvutiwa na Sarah. Anagundua kwa Sarah si mtu wa kawaida. Anaonekana kuwa na huzuni, siri nzito na maisha yaliyojua watu hatari. Kadri siku zinavyoenda, Cole na Sarah wanaanza kuwa karibu. Cole anaangukia kwenye dimbi kubwa la mapenzi na Sarah, lakini anagundua ukweli wa kutisha. Sarah ana uhusiano na mwanaume mwenye nguvu sana aitwaye Bilson, wakili wa bosi wa uhalifu anayesafisha pesa kupitia Sarah. Hapa Cole anatambua kuwa amejiingiza kwenye mchezo mkubwa kuliko alivyodhani. Kabla tujaendelea, na kuomba kwanza ubonyeze alama cha kusubscribe katika chaneli hii ya Safe Recap ili uwe mwanafamilia wa chaneli hii na usipitwe na vigongo vinavyokuja. Sasa baada ya pale, Cole anaanza kujutia. Anaamua kurudisha pesa zote kwa Sarah na kumsaidia atoroke kwenye mtandao wa Bilson. Lakini kumbe Sarah naye ana siri zake. Watu walizunguka Cole wanaanza kumsaliti mmoja baada ya mwingine. Oscar anamsukuma zaidi. Dog naye anaingia kwenye mpango huu. Kila mtu anaonekana kuwa na ajenda yake. Movie inaanza kuwa mchezo wa usaliti kati ya paka na panya. Cole sasa si haka wa kawaida tena. Anafukuzwa na wahalifu, anadanganywa na maisha yake yako kwenye hatari. Kila mstari wa kodi anayepiga sasa inaweza kumpeleka kaburini. Mwisho wa movie tunarudi kwenye ile skini ya mwanzo jangwani. Sasa tunaelewa ilikuwaje. Cole anakutana na Dog ambaye ni mmoja wa watu waliomsaliti. Anamuelekezea bunduki huku akitaka ukweli wote. Hapo ndipo ukweli mzima unafunguka. Sarah alikuwa sehemu ya mchezo huu kwa namna fulani, na kila mtu alikuwa akitumia kila mtu ili kuiba pesa za Bilson. Mwisho wake kuna twist kali sana. Cole anaamua kuchukua control ya maisha yake. Badala ya kuendelea kukimbia, anaamua kubadilisha tabia ya matendo yake. Na mwisho wa movie hii haifungi kwa kuonesha vitu wazi kabisa. Inaacha suspense kubwa sana, mshangao mkubwa sana kati ya Cole na Sarah. Je, watatoka? Je, Bilson atawalipiza? Movie inaisha kwenye ending ya kufikirisha sana. Na hii ndio mwisho wa kigongo chetu hiki ambacho kinaitwa World Driving. Asante sana kwa kunisikiliza, shukrani na chao. Bonyeza alama cha kusubscribe ili mwanafamilia ya channel hii.